sura ya 3 ukianza ile mstari wa kwanza utaona pale hizo habari zinaelezea kwa habari ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Hawa watu walikuwa watumishi wa Mungu. Hawa watu walikuwa wakimwabudu Mungu wa kweli. Hawa watu walikuwa wakimtumaini Mungu wa kweli. Walijua kwamba hakuna Mungu mwingine anaweza kutenda mambo makubwa kwao kama sio huyu Mungu wao. Kwa hiyo waliendelea kumwabudu usiku na mchana. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, inapofika mahala habari za Mungu usisikilize mtu mwingine anakuambia nini, maana miungu haitakusaidia. Atakaye kusaidia ni Mungu aliye hai, Mungu aliyekufa na akafufuka, Mungu aliyeshinda kifo na mauti, ambaye alikubali kujitoa kwa ajili yako. Ni nani ambaye anaweza kukubali kufa kwa ajili ya mtu mwingine? Lakini huyu Mungu ni wa ajabu sana, alikubali kutoa uhai wake ili wewe uwe salama leo, ili wewe uwe na uzima leo, ili wewe uwe hivyo ulivyo leo. Si kwamba ni mzuri sana hata wengine hawapo sasa, ila ni neema tu ya Mungu. Mungu ambaye anajua kwamba amekugharamikia, na ndio maana jioni leo ametutuma kwa ajili yako tukwambie kwamba achana na habari ya miungu, uabudu Mungu wa kweli. Haleluya, amen. Watu walikuwepo pia wasambena kama hivi leo, wakiona mtu anakwenda kwenye njia sahihi wanamwambia unaacha dini ya babu yako. Sikiliza nikwambie, dini haimpeleki mtu mbinguni, dini haimpeleki mtu mbinguni. Nimekwambia hatujaleta habari za dini hapa, hatujaleta stori hapa, hatujaleta mambo mengine hapa. Tumemleta Yesu mzima mzima, tumemleta Yesu mzima mzima, Yesu anayeweza kubadilisha, aliyebadilisha historia za watu, aliyebadilisha watu wakatili,